Yule pale. Hivi kumbe ni mpumbavu eh? Hivi nikioga natoka humu ndani, wago unafanya nini? Ni kitu gani ambacho kingine kimekuleta labda ambacho wago nakifanya nikiwa sipo? Nataka kuhijua. Dada, kwani mimi nimefanya nini? Nimefanya nini kwani unajua kilichokifanya au unajitoa akili? Ndiyo. Nataka useme mwenyewe kwa kinywa chako kitu ambacho wago nakifanya humu ndani nikiwa sipo. Na sitaki maneno na wewe kabisa. Halafu, nishawahi kukwambia nini kuhusu mume wangu? Si nishawahi kukwambia kabisa kaa mbali na mume wangu. Yaani ukae naye mbali futi 100. Nini ambacho nakifanya? Dada, mimi hata sijawa na mazoea na shemeji. Kwani mimi nimefanya nini? Maana sijui kosa langu. Tami, umemsikia mbuzi? Naomba mwambie kila kitu ambacho umeniambia getini. Hivi wewe unajitoa akili si ndio? Unajua sijui kinachoendelea. Ulikuwa unamfanyia nini pale mlangoni yule mume wa mtu? Yule si shemeji yako yule si bosi wako. Ulikuwa unamshika. Janeti nisikiliza, alikuwa anamshika kiuno, anamshika mabega. Dada alikuwa anajiachia, yani yeye ndo kama yeye uwanja ulikuwa ni wa kwake. Huyu na mikono anamshika. Wewe ni uongo, sema ukweli. Hapana dada, mimi sijafanya hivyo. Haki ya Mungu, mimi sijafanya chochote. Wewe, acha kuniona mimi kama mwenda wazimu. Kwa hiyo huyu anachokizungumza ni uongo? Oya, nimeambiwa kila kitu ambacho wago nakifanya humu ndani. Na mawazo yangu kabisa ambayo waga nafikiria na hisi ndo yako sahihi. Kwa sababu gani? Huyu kawafumania mnashikana na wewe nimeshakukataza. Kwa hiyo wewe ni kichwa ngumu, si ndio? Kwa unajitia kichwa ngumu sasa ambaye huelewi. Sasa naomba unisikilize kwa makini. Kabla sija kutoboa hayo macho yako, naomba uniambie kila kitu kwa kinywa chako mwenyewe. Nataka kujua ukweli. Sema. Ukweli gani mnazungumzia? Ndio mume wangu, nataka niambie ukweli huyu. Ukweli? Ukweli upi unazungumzia wewe? Alafu wewe ulikuwa haupo wewe. Ukweli gani unaujua wewe? Mume wangu, tena bora umekuja wakati sahihi. Nataka kujua kila kitu ambacho waga kinaendelea nikiwa sipo humu ndani. Halafu kumbe waga nikitoka mnapata muda wa kuspendi kabisa, mnaenjoy mapenzi yenu eh? Kitu ambacho waga nakihisi kumbe kiko sahihi. Sasa hapa ndo naona uchizi wako umeanza kupanda. Yaani utaila umeanza kuchangamka sasa, kuchemka. Yaani unaniambia enjoyment zipi ambazo zinaendelea hapa? Mbona sikuelewi? Nyosha ustelingi tukuelewe unachokizungumza. Beni, sitaki matatizo na wewe na wala sitaki ugomvi na wewe kabisa. Ila tu ambacho nataka kukijua. Nataka kujua kila kitu ambacho waga kinaendelea. Kumbe mimi waga nikitoka humu ndani, waga mnapata muda kabisa wa kuspendi nyewe wawili. Tami, naomba uongee ukweli. Nini ambacho umeniambia pale getini? Nataka useme kila kitu hapa. Ili wajue kuwa najua kila kitu ambacho waga kinaendelea humu ndani. Wewe Radio Kwizera tuambie nini ulichokiona? Wewe, mimi nimeongea nini? Janeti, naomba usiniingize kwenye mambo yako. Mambo yako kabisa usiniingize. Mimi sijakwambia chochote. Mimi nilichokuambia tu ni kwamba twende ukaangalie kule ndani, sijui ni nini wapi. Nini? Sikiliza Janeti. Shemeji sikia. Mimi wakati naingia pale nikutana na Red Sisi pale, unamwambia katikati majini pale mlangoni, lakini hamna kingine kinachoendelea, mimi sijasema. Tami, kuona jitia bangi. Unaniona mimi sina akili vizuri. Ni kitu gani ambacho kimenitoa kule getini na kimbia mbio ambazo hazina sababu mpaka nafika hapa? Sema ukweli, kitu gani ambacho umeniambia kabla sijakasirika? Janeti, mimi sijaongea chochote rafiki yangu. Sema tu umepaniki kwa sababu mwenyewe kumwamini dada ya kazi. Wewe. Nini ambacho umeniambia kule umewakuta wanashikana kitu gani sasa hivi unaanza kunikatalia? Kumbe nakushikana kupo. Endelea kurusha matangazo radio, tunakusikiliza. Tuko live. Shemeji, mimi sijamwambia chochote. Sema nini? Huyu rafiki yangu hatujaelewana, ni kutoelewana tu. Wewe shemeji wewe. Wewe unajua unazeeka wewe. Unajua mimi unaondoka? Kwanza wewe unaniambia unatoka wewe. Kilichokurudisha ni nini na hizo ngwala zako? Ni kweli shemeji, nilitoka lakini wakati natoka tu getini nikakutana na Janeti ndo nikarudi moja. Unajua unafubaa wewe? Unapiga mamizura makubwa mamizura sija 50 cent sija nio. Umejirundikia umenenepa juu kama kinda la nyani. Unafiki, mdomo unakutepeta hivi. Wewe una shida gani wewe? Hebu muulize labda haja kujibu vizuri. Twende Wewe, kwa kuwa umeamua kunigeuka na umekataa ukweli ambao umeniambia pale. Mimi na wewe hatujamalizana. Dawa yako inachemka. Wewe una matatizo gani wewe? Una unafiki wewe? Mdomo kama shimo la mdako. Umejirundikia miwanja kama metaili sijui. Una shida gani? Yaani umenikwaza. Na umenikwaza wewe. Shetani wewe.
Hivi wewe Kindege, unapata tatizo gani? Ulikuwa huna kazi, nimekupambania mpaka umepata kazi, alafu hiyo kazi yenyewe utaki kufanya. Na unajua CV zako zilikuwa hazitoshelezi wewe kupata kazi, lakini nimepambana mpaka umepata kazi. Shuleni kwenyewe ulikuwa unaenda tu, lakini nimekutafutia kazi, lakini kazi yenyewe bado unaifanyia upumbavu. Wewe una shida gani wewe? Baba, sio kama hivyo ambavyo unafikiria wewe. Mimi kama nilivyokuambia hizo siku chache mimi mambo yangu hayakaa sawa. Ndio maana niko naangalia kuyaweka sawa. Mambo yako hayajakaa sawa? Ndio baba, mambo yangu hayakaa sawa, ndio maana nilikuwa naangaikia. Mambo yako unachanganya na kazi. Nimekupatia kazi ili ufanye, unachanganya mambo na kazi, si ndio? Nimekupa kazi, fanya kazi. Wewe unazidi kulitia hasara mimi. Na hiyo kazi yenyewe ndio inakupatia wewe pesa. Au unataka kufanya kitu gani ili upate pesa? Baba, tatizo lako wewe unaamini kuwa mtu akiwa na pesa hahitaji kitu kingine chochote. Baba, mimi saizi ni mtu mzima na nina mambo yangu ambayo nahitaji kuyahangaikia kwa saizi. Sio kwamba mtu akiwa na pesa anapata kila kitu baba. Sikiliza nikwambie, naomba ufanye kazi. Ni bora kama kazi hutaki, uniambie kuliko kuchanganya mambo yako binafsi na kazi yangu. Kindege, mimi ni ndugu yako na lazima nikwambie ukweli. Ukitaka unune ukasirike ufanye chochote, ila mimi kikubwa tu ukweli nitakuwa nimeshakwambia. Hivi Kindege, uona akili kweli wewe? Unachokifanya unakiona kiko sahihi? Yaani ndugu yangu sasa hivi umeshakuwa dhaifu kiasi cha kwamba mpaka baba amegundua kwamba umeshakuwa dhaifu. Hivi muone huruma baba wewe. Baba amekufanyia mangapi? Kaangaika kukutafutia kazi, lakini unaona haitoshi na kazi yenyewe haufanyi, unahangaika nayo mambo yako binafsi. Kweli? Unachanganya mambo yako binafsi na kazi ya baba. Uone sasa hivi umetia sala kwenye kampuni ya baba. Ndio nini sasa hiki? Iwe Fado na shida gani kwani? Mbona mambo ya mwenzio unapenda kuyaongelea? Unataka kila jambo ambalo mimi nimelifanya ulitilie neno. Mimi naingilia mambo yako? Au mimi ninavyokaa kimya kwenye mambo yako mimi ni mjinga? Au mimi sijui kuongea? Nisikilize wewe. Mambo yangu niachie, fanya mambo yako. Tusiingiliane. Mimi nakwambia ukweli Kindege, kwa sababu hiki ambacho unakifanya sio sahihi. Umuonee huruma baba wewe. Kwa nini usibadilike? Kwa nini usifanye tu kazi ukachana na mambo yako binafsi? Yaani Faida unagubu. Hivyo shida yako kwani iko wapi? Au kuna siku nimekuja nimekomba msaada kwamba Faida hiki kinanishinda nisaidie. Usiache na mambo yangu. Mimi najiweza, najua jambo langu hili naweza kalimaliza mwenyewe, najua hiki naweza kakifanya mwenyewe. Sijai kuja kuomba msaada. Naomba uniache. Usijifanye kama wewe ndio unajua kutumia akili sana kwenye mambo yako kwamba wewe ndio sio mjinga. Niache na mambo yangu. Unasikia nikwambia kitu Kindege? Mwenzako ni sawa. Najua nina madhaifu yangu lakini sijai kuyaonyesha kwa baba hata siku moja. Wala sijai kuchanganya kazi na mambo yangu binafsi. Sijai kutia hasara yoyote kwenye kampuni. Vipi wewe? Umetia hasara kwenye kampuni na bado nakwambia unabisha, ndio nini? Ni kweli una haki ya kujiita wewe mwelevu na una haki ya kujiona una akili sana. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu hujakipata hicho kitu cha kukuingiza kwenye huo ujinga. Siku zote hata kwenye maji kuna kina kifupi na kina kirefu. Ukiwa kwenye maji yenye kina kifupi, basi utamwona anayezama ni mjinga na hana akili. Ila ukifika kwenye hicho kina kirefu, ndio utajua chanzo cha yeye kuzama ni nini. Endelea kuboboaje mdomo wako hivyo hivyo. Kwa hiyo unataka kumaanisha kina kifupi ni huyo Seba, alafu hicho kina kirefu ndio huyo jamaa wako mwingine, si ndio? Au mimi ndo sijaelewa? Hivyo Fado anatafuta kipi labda? Mbona unapenda yaani mambo yote unakuchukulia muda wewe? Yaani kuongea kila kitu unataka kuongea wewe, kila kitu unataka kufanya wewe tu. Kwa hiyo mimi nikikaa kimya unaona ni mjinga sasa. Au nianze kuongea mambo yako, nianze kuboboja kila mtu ajue unavyovifanya na wewe ndio tuonekana kabisa kwamba naye huyu vitu anaifanyaga. Nisikize Farida, usinizoee. Yaani usione nimekaa kimya ukaona unaniweza sana. Niache na mambo yangu, nitamaliza mimi mwenyewe na kama yanakuuma, basi anzisha yako na wewe uyafanye kama ninayofanya mimi. Tena uniache. Sasa wewe endelea kukaa hivyo hivyo. Usipoweka mambo yako sawa ukaendelea na kazi, alafu ukakaa hivi hivi, baba atakuwa anakupiga vibao kila siku mpaka ukome. Kwa nini utumie akili? Tumia akili, baba asikupige kila siku na kukulaumu hivyo. Haya makofi yanakuuma wapi? Au yanakuwasha nini? Kuna siku nimechukua shavu lako nikampa baba kwamba alipige kwa niaba yangu. Sina pigwa mimi. Wewe anakuhusu nini? Na kinachokufanya unavimbisha na sura yako kuangalia makofi yanayonipiga baba wewe ni kipi?
Nisikize wewe. Kupigwa napigwa mimi, sijai kwamba msaada unisaidia kupigwa. Kwa hiyo niache na mambo yangu na usinifuatilie. Mpuzi we. We vipi? Mbona unakuja kwenye nyumba za watu hujagonga hata geti? Halafu bila hata appointment unaingia kwenye nyumba yangu. Una shida gani? Ili niweze kukusaidia uweze kuondoka, maana sitaki kukuona hapa. Shoga yangu, mbona kama unakuwa mkali kiasi hicho? Alafu na kingine, wakati naingia getini nimekuta tu geti liko wazi. Nikaona tu hata naingia hata ndani. Kwa hiyo, ukikuta mlango wa geti uko wazi, ndio unajiamulia mambo unaingia bila taarifa yoyote. Kwani hapa ni nyumbani kwako au ni kwa nani yako, labda kwa mamako mzazi hapa? Sipendi wageni ambao hawajatoa taarifa nyumbani kwangu. Kwa hiyo ni vyema kabla hujafika mbali ungesema tu ambacho kimekuleta na nikakusaidia then ukaondoka. Kumbuka lakini hapa nyumbani kwa shoga yangu. Kwa hiyo kuja hapa mpaka appointment Janeti, kweli? Tami, hivi unajitoa ufahamu Unajifanya kama akili zako ziko nusu. Shoga yangu, mbona unaongea kwa makasiriko? Kwa hiyo bado umenikasirikia? Usifanye hivyo basi. Tami, naomba unisikilize kwanza. Hivi, wewe unapenda kujitoa ufahamu Unataka kujipunguzia kabisa akili zako zionekane zipo robo. Hivi kwa ulichokifanya siku ile pale, ulikuwa unategemea ningefly, ningechekelea? Umefanya jambo zuri au? Ulikuwa na maana gani kunikana mbele ya umma? Mbele ya mume wangu na mbele ya dada yangu wa kazi. Ulikuwa na maana gani? Yaani umezungumza hiki, tunakuuliza kule unanikana. Ili nionekanaje sasa? Mimi muongo au? Janeti, nisikilize basi. Usiwe mkali kiasi hicho rafiki yangu. Kufanya vile sio kwamba nimefanya kwa makusudi. Nimefanya vile kwa sababu mume wako alikuwa mbele yako. Na alikuwa anaforce mimi niongee ukweli. Unadhani ningefanya nini? Ningeongea ukweli kwamba nimesema? Na kingine, mbona mume wako ananiamini mimi? Ulitaka niondoe uaminifu ili hata siku nyingine ukinipa kazi yako nishindwe kuifanya? We binti, usinifanye mimi kama mwenda wazimu. Kwa hiyo nataka kusema, wewe upo tayari kuvunja uaminifu wako kwangu, si ndio? Ili ujiaminishe tu kwa mume wangu. Sio? Janeti, tusifikie huko rafiki yangu. Usinipe hizo lawama. Nishakwambia kwamba nimefanya vile kwa sababu ya manufaa yako wewe. Unadhani mimi ningefanya nini pale mbele ya mume wako? Kwanza kabisa tambua mimi sio rafiki yako. Na kama nilivyokuambia hapo awali, sema ambacho kimekuleta ili niweze kukusaidia utoke ndani kwangu. Janeti rafiki yangu, kilichonileta hapa sio kingine zaidi tu ya msamaha. Nilikuja tu nikuombe msamaha kwa sababu najua nimekukosea sana rafiki yangu. Nisikilize rafiki yangu. Naomba unisamehe. Usiponisamehe wewe, nani mwingine wa kunisamehe mimi? Tami, naomba tu nisikilize kitu kimoja. Kwa ulichokifanya pale kwa kweli sijapenda hata kidogo, na umejivunjia uaminifu wako kwangu kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo sasa, kama utahitaji msamaha wangu, kuna kazi ambayo natakiwa kukupatia. Vipi? Upo tayari kuifanya? Janeti, kazi tena? Kazi gani? No. Hata hivi unavyoniona, huu mguu wangu ulikuwa wa kutoka kwenda kutafuta mtu ambaye atafanya kazi yangu. Kwa hiyo ni jibu lako tu ambalo nalisubiria kama utakuwa tayari ili tuweze kuzungumza ni kazi gani. Okay, poa. Hamna shida. Nimekubali, lakini sitaweza nisamehe. Nishakusamehe, lakini msamaha wako utakamilika pale ambapo utafanya kazi yangu. Okay. Vipi wewe? Umechanganyikiwa? Huenda nimechanganyikiwa. Lakini kama nimechanganyikiwa mimi, basi na wewe umechanganyikiwa dada yangu. Maana haiwezekani. Hivi umeshawahi kuona wapi dada mwenye mapenzi ya kweli akamtoa sacrifice mdogo wake kama unavyofanya wewe? Dada, hivi ndio maana nilikuwa nashangaa. Kwa nini unanikazania sana niolewe na Kanoni? Hivi ulikuwa unataka
ulitaka nini? Ulitarajia nini? Wakati unajua kabisa Kanoni ana mwanamke wake na ameshaoa. Jeni, unaongelea mwanamke gani? Huyo mwanamke unayemzungumzia hapa, Kanoni ushaachana muda mrefu sana uliopita. Na sijui unamzungumzia mwanamke gani? Kama wewe unajua kwamba wameachana, jua kwamba hawajaachana na bado wako pamoja. Hivi dada, ulikuwa unataka nini? Ulitaka mimi niolewe kama mwanamke wa pili kwa Kanoni? Huyo mwanamke wake bado wako naye na kanifuata live. Ananiambia nisipoachana na mwanaume wake atanimwagia na tindikali. Hivi unataka mimi nife dada? Kwani wewe Kanoni amekupa nini dada yangu? Amekupa shingapi mpaka utake kuniuza kwa bei ya jioni? Au unipendi? Wewe unajua kabisa nina mwanaume wangu na ninampenda. Kichinje ninampenda kwa moyo mmoja. Alafu unataka uniuze kwa wewe mwanaume mwingine ambaye tayari kashaoa. Hivi unanitakia nini mimi dada? Sitaki. Naomba kumwambia Kanoni aachane na mimi. Aache mazoea na mimi na asifuatilie maisha yangu. Ataniharibia sana kwa sababu ana mwanamke wake. Unataka mwanamke wake aniwe mimi? Sikiliza. Naomba kumwambia Kanoni aachane na mimi. Ikiwezekana mpigie simu mwambie sitaki mazoea na yeye na acha kunifuatilia. Sawa? Habari. Kanoni, naomba kuonana na wewe. Nadoshiwa gwa mishoro, mandege madoto, bogale wabadumole, na mawele gamalivoto. Dada kazi huyo. Daepi, karibu. Asante Leticia, unaendeleaje? Mimi namshukuru Mungu naendelea vizuri. Za huko nyumbani? Kwema kabisa, sijui wewe huko. Mimi niko salama namshukuru Mungu. Tupo. Asante. Naona unaendelea na majukumu yako kila siku. Niko hapa napambana kidogo kidogo. Nilikuja kumuulizia Janeti. Nimemkuta? Hapana, Janeti ametoka. Alafu kitu kingine nimekumbuka. Hivi Daepi, dadangu amesha kuzuia kuongea na mimi, si ndio? Hapana. Usijali. Wewe niambie tu kama amekukataza ili mimi nijue. Hapana Leticia. Leticia. Vipi lakini? Unamwagilizia uko kaangu vizuri? Ndio dada, namwagilizia vizuri. Na hata hivyo nishamwagilizia kule kote nimemaliza. Kote kule mpaka huko nishamaliza. Kwani kwa nimebakiza hapa tu ndo namalizia. Hakikisha unamwagilizia ukoka wangu vizuri kwa sababu hapo majuzi tu walikuwa sisimizi kibao na walikuwa wameshaufyeka wote. Yaani ulikuwa umeshafifia kabisa, hauna hata ustawi wowote. At least sasa hivi umeshaanza kustawi kidogo angalau. Kwa hiyo hakikisha unamwagilizia maji mengi ili hali zitifuke uendelee kustawi. Umenielewa? Hata hivyo dada, shemeji jana aliniambia kuwa wiki ijayo ataleta houseboy. Kwa atakuwa ananisaidia kama hizi kazi za nje, mimi nitakuwa nafanya kazi za ndani. Leticia, wewe una utani Nishakwambiaje kuhusu houseboy humu ndani? Nishakwambia sitaki kabisa kusikia hizo ratiba, sizitaki. Huko ni kupoteza pesa kwa sababu mfanyakazi tunaye humu ndani. Huyo houseboy anakuja kufanya nini? Garden hii unashughulika nayo mwenyewe, uwanja huu mdogo, kule ndani ni padogo. Sasa unashindwa kufanya usafi wewe. Wewe si mtoto wa kike wewe. Unatakiwa ujitume, fanya majukumu yote ya nje, ndani, kupika kwa sababu wewe utakuwa na familia yako baadaye. Kwa hiyo hakuna mtu ambaye utakuwa unamtegemea. Sidhani kama utaweza kuzungumzia tena hili swala la houseboy, sitaki kulisikia na wala sitaki kuongeza mfanyakazi mwingine. Wewe kazi zote unatakiwa kuzifanya humu ndani. Umenielewa? Ndio dada, nimekuelewa. Na hata hivyo mbona najitahidi sana kufanya kazi. Hivyo tu kidogo kidogo unajitahidi. Lakini kusema kwamba eti uko perfect, hapana. Kwa sababu kuna baadhi ya majukumu nayafanya tu mwenyewe. Janeti, habari? Salama. Na kuona udugu. Vipi? Leo umeleta unafiki gani tena kwa dadangu wa kazi? Amna Janeti, nilikuwa nakuulizia tu wewe sasa hivi. Sawa.
ulipo. Naweza kufanya chochote kile. Nikakupiga, nikakuitia mwizi na nikakuuliza swali lolote unijibu. Wewe ni mwizi? Mzee, mimi sio mwizi na wala sijawahi kuwa na tabia ya wizi. Ni vile kuna kitu nilikuwa natafuta tu maeneo haya na ndio maana umenikuta hapa. Sina nia mbaya yoyote ile. Unatafuta kitu au mtu? Hapana mzee, ni kitu. Ni mpira nimeupigia maeneo haya. Kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuangaza. Na ndio maana umenikuta hapa. Kwa muonekano wako wewe si wa kucheza mpira. Ni kweli mzee. Na hicho kitu sio changu. Nilipita pale juu nikakuta watoto wanacheza mpira. Kwa bahati mbaya nilikuwa nimeupigia maeneo haya. Kwa ndio maana niko kwa ajili ya kuwasaidia hapa kutafuta. Sikiliza nikwambie. Kwa leo nakusamehe. Lakini sitaki nikuone tena nyumbani kwangu. Lakini uhakikishe ulichokuwa unatafuta ni mpira kweli. Toka. Karibuni. Jamani, naombeni mnisamehe sana kwa sababu nimechelewesha. Hata hivyo nilikuwa nasubiria ipate baridi kidogo ndo niilete. Leticia, hii juisi umetengeneza wewe? Ndio, nimetengeneza mimi. Vipi, mbaya? Wow, nzuri sana. Yaani sijawahi kunywa juisi kama hii. Yaani umetengeneza juisi tamu. Yaani sijawahi kuona kabisa. Yaani kwenye kefu zote nilizoenda sijawahi kunywa juisi kama hii. Hongera sana. Asante sana dada Epi. Yaani ungeanzisha biashara ya kutengeneza juisi haswa huko mtaani, nakwambia ungepata wateja wengi sana. Yaani ungeuza mno, haswa juisi ya maembe hii tamu. Wewe Leticia, wewe hivi leo umeoga kweli wewe? Ndio dada, nimeoga. Kwani kuna shida gani? Mbona nasikia harufu mbaya mbaya? Hiyo nguo yako mara mwisho kuifua ilikuwa ni lini? Mara mwisho nimefua juzi, yani sijafua jana tu. Nilijua tu, yani nilijua kabisa. Ndio maana nasikia harufu ya uozo kama panya sijui kafa, alafu kamfutia hilo gauni lako. Hivi wewe, mtoto wa kike unawezaje kuvaa nguo chafu ambayo hujaifua? Halafu unaenda kutuandalia juisi kabisa kwa ujasiri kabisa na umejiamini. Ndio maana juisi yenyewe mbaya haina hata ladha. Janeti, mbona hiyo harufu mbaya mimi sisikii? Wewe, Happy. Hivi kwa nini wewe unapendaga kunipandia kwa juu? Halafu mbona unaongea unafiki mbele ya binti wa watu? Unamsifia eti juisi tamu. Ina utamu gani? Imejaa maji, haina iliki, haina viungo vya kutosha, juisi nyepesi. Halafu tunamjaza. Kafungue sijui kijiwe, uuze juisi, sijui nini. Halafu kazi za humu ndani anafanyana. Utakuja kufanya wewe au? Nisikilize. Sipendi unavyonipandia kwa juu. Halafu na wewe, hii juisi yako leo nitengenezea kwa leo kwa kweli sijaipenda hata kidogo. Na ninakunywa tu kwa sababu nina kiu. Nafanya uondoke hapo kafua hayo magagulo yako, ubadilishe nguo kwa sababu hii ni jioni, kabadilishe nguo, vaa kijola, fua hizo nguo. Tena ufue kabisa zitakati. Kwa sababu hiyo harufu yako inanichefua na hisi kutapika. Unanielewa? Umenielewa? Na hisi kutapika, kwa hiyo naomba utoke hapa. Fanya haraka bwana.